Naam, nikukaribisha tena Ama Films, na huu ni uchambuzi wa kitu kikali kabisa ambacho kinakwenda kwa jina la Last Chance. Sasa kwenye duara la uchambuzi niko na mwenzangu hapa Ama, vipi unaonaje hiki kitu bwana? Mimi ninavyofikiri mtaalamu bwana Chike kitu ambacho anakifanya yuko sahihi kwa upande mwingine, lakini sijui wewe unasemaje kuhusiana na kitendo ambacho Mr. Chike anakifanya kwa ndugu yake. Sasa kitu ambacho ulikuwa ukijui ndugu yangu hapo ni kwamba Mr. Chike kitu anachokifanya sio kitendo kizuri kabisa, kwa sababu kitaalamu hii inakwenda kupelekea kitu ambacho tunakiita mapenzi mvurugano. Sasa hiki ni kitu ambacho ni kibaya sana katika maisha, na hiki ni kitu pia ambacho hawa ndugu zake na Mr. Chike wanatakiwa kuwa makini, kwa sababu wanakwenda kujiingiza kwenye matatizo makubwa ambayo yalikuwa hayawahusu. Sasa kitu ambacho pia ameweza kufanya Mr. Chike na ni kitu ambacho kinakwenda kuyakosti maisha yake kwa hapo baadaye, ni swala zima la kuweza kuomba milioni 100 kwa ajili ya kusamee maisha ya ndugu yake. Na hii milioni 100, unajua ndugu yangu, sio kwamba anaiomba kwa mtu baki, anaiomba kwa baba yake mzazi kabisa. Sasa anachokifanya ni kitu cha kipumbafu sana, kwa sababu anakwenda kumtia hasara mzee wake bila kujua ya kwamba kuna baadaye, yani kuna kesho. Sasa unafikiri ni kitu gani ambacho kitatokea hapo baadaye? Kwa namna ambavyo ninaiona hii series ya Last Chance inakoelekea inakwenda kupamba moto sana. Sasa sijui mwenzangu hapo Pacha unasemaje? Kikubwa ni kwamba wanachotakiwa kufanya wa vijana wanatakiwa kuwa makini katika mipango yao ya kihalifu hii hapa, kwa sababu kama yule mzee atagundua kwamba hii michezo inafanywa na kijana wake Chike pamoja na marafiki zake, sijui kama atamsamee, kwa sababu kama tunavyofahamu ni kwamba yule mzee alitamani kumuua kipindi fulani bila ya kujua kwamba ni mwanae. Sasa hatashindwa kumuua kabisa Chike pindi atakapofahamu kwamba hizo milioni 100 zinakwenda kwenye mikono yake. Kwa hiyo hapo ndugu yangu, kitu ambacho kinatakiwa kifanyike ni swala zima la kutuma hizo pesa. Sasa mzee unafikiri ni kwamba atazituma hizo milioni 100 kama tunavyofahamu kwa sasa? Pia naomba nikuulize swali moja ndugu yangu Mr. Ama, unafikiri kwamba huyu mwanamke Nicole ni mwanamke sahihi kwa huyu mzee? Kwa namna ambavyo ninaona humu ndani ni kwamba Nicole sio mwanamke sahihi kabisa kwa huyu mzee, kwa sababu kama tulivyoweza kuona kuna ushauri ambao mwanamke kama mwanamke unatakiwa umpe mume wako, ushauri ambao utaweza kujenga na sio kubomoa. Sasa angalia kama kitu ambacho kimetokea hapa ni kwamba huyu mzee kwa sasa anapitia matatizo mengi sana kutokana na kwamba mwanae Laji ameweza kutekwa. Sasa baada ya simu ile kusema kwamba mtoto ametekwa na milioni 100 inatakiwa hapo, sasa binti Nicole hakuweza kuonyesha kabisa ushauri mzuri kabisa kwa mzee huyu hapa. Badala yake alimwambia kwamba huenda hizo ni triki za hao jamaa, hakuna kitu chochote ambacho kitamtokea Laji. Sasa mzee alikuwa na wasiwasi, huyu bibi alitakiwa kuwa makini sana, kwa sababu kama tunavyofahamu huyu mzee ni mtu hatari sana, ataweza kumwangamiza bibie kama hata kuwa makini. Sasa kitu ambacho pia nimeweza kukiona humu ndani na ni kitu ambacho kimeweza kunifurahisha sana ni swala zima la mzee huyu, japokuwa inaonekana kabisa huyu mzee ni mtu ambaye ni katili sana, yani kiufupi ni mtu asiye na huruma, lakini ameonyesha kuwa na huruma na kijana wake Laji. Lakini kitu kingine ambacho Mr. Amani nahitaji uweze kuniambia ni swala zima la huyu bibie wanayemuita Mima. Sasa Mima bwana, mimi ninavyoona humu ndani anakwenda kuumia sana, kutokana na kwamba huyu jamaa lengo lake ni baya sana kwa bibie Mima, lakini Mima hajui kwamba mtu mwenye mapenzi ya kweli ni Mr. Laji. Lakini pia Mr. Ama, kama ulikuwa makini utakuwa umeona kwamba huyu bibie anakwenda kupigwa nyumba muda si mrefu, kwa sababu akaka jamaa ka Victor kamekuja na triki ya kumdanganya bibie. Kiufupi ni kwamba kanajua kwamba bibie Mima anakapenda sana, hivyo ni rahisi kuweza kumtapeli mali zake. Yani kiufupi mara baada ya mama yake mzazi kuweza kufariki na nyumba ameachiwa na urithi anao bibie, lakini sasa huyu jamaa kutokana na kwamba nikachalika kitaani na nikajanja nikasharobalo, hakana maisha mazuri, kanahitaji kuweza kujenga kupitia mali alizonazo mpenzi wake ama mchumba wake Mima. Sasa unafikiri ni kitu gani ambacho unaweza kuchangia hapa Mr. Ama? Bwana, kitu ambacho nimeona hapa ni kwamba akaka jamaa kwanza ninakapongeza sana, lakini kuna kitu kingine pia nitakapa pole, kwa sababu kitu ambacho anakifanya huyu dogo ni kitu hatari sana, kwa sababu anakwenda kuyaumiza maisha ya bibie Mima. Na kitu kingine ambacho ninampongeza ni kwamba huyu dogo pia ni mtafutaji bwana, yani kutokana na kwamba anajua udhaifu wa binti ameamua kupiga hapo, anataka kuchukua mali za bibie. Lakini hiki ni kitu cha kipumbavu ambacho hataki kukifanya. Lakini
Lakini kitu kingine pia ambacho nimeweza kukipenda kuhusiana na hii show ya Last Chance ni swala zima la Mr. Duma. Mr. Duma bwana ana play part yake kama inavyotakiwa, yani kiufupi anauchezea ujana wake ipasavyo. Sasa kitu ambacho pia hawa wabinti wanatakiwa kuwa makini ni swala zima la kwamba wamebadilishana wachumba, yani kitaalamu hii hapa tunaita mapenzi mchanganyo, yani mapenzi mvurugano. Sasa hii inatokeaje? Ni kwamba Duma ana date na mdogo wake na Madam G, lakini tufahamu kwamba Madam G alishawahi kuwa mchumba wa Duma, na huyu mchumba wa Duma wa sasa mdogo wake na Madam G alishawahi kuwa mchumba wa Laji. Sasa Madam G ana date na mchumba wa mdogo wake aliyekuwa mchumba yani ex wake. Sasa kama nilivyoweza kukwambia kwamba hiki kitu kitaalam tunakiita mapenzi mchanganyo, yani mapenzi mvurugano, yani huyu ana date na mchumba aliyewahi kudeti naye ndugu yake. Sasa hiki ni kitu ambacho pia ndugu yangu tunatakiwa tuwe makini katika kuchanganua mambo. Sasa kitu ambacho pia Mr. Ama nimekiona humu ndani ni kwamba hii kitu inakwenda kuwa poa sana, na nikukumbushe tu hii ni Ama Films.